Nyingi ya kutengenezewa na fitina nyingi zilizokuwa zinaingia kwenye timu yetu. Sasa hivi tunaona hali imetulia, na hiyo ndo matarajio ya wanasimba wengi. Ni wapongeze wale ambao wameleta utulivu kwenye klabu yetu. Sasa hivi klabu yetu imetulia na watu wanaona football ya Sekafa ambayo inaongozwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa upande fulani kila Mtanzania au kila mwana Sekafa anafarijika Simba sasa hivi kurudi katika ubora wake, kwa sababu watu wanaona starehe ya mpira sasa. Ni kweli mnajitutumua? Si tunacheza mpira, hatujitutumui. Sijaelewa kujitutumua maana yake ni nini. Sababu si klabu yetu ya mpira. Sijaelewa kujitutumua ni maana yake ni nini. Alikamwe anasema kwamba mnakamia sana baadhi ya mechi, ikiwemo na ya kwao pia. Kwa sababu Chawa anatumika, lazima aseme hivyo. Si hatuzungumzi mpira wa kichawa, si mpira wetu huko kwenye pitch. Ndio maana kutambaka leo sisi bora. Sisi bora, lakini wanaojitutumua wale ambao wanajipa ukubwa ambao sio wao. Leo kuna watu wao wanasema na ndo namba moja, wakati hata CAF rank kwenye CAF ranking ndo kwanza toka wazaliwe mwaka 35 ndo wameingia 10 bora. Sasa anejitutumua nani? Lakini sisi mpaka CAF nadhani wamekuja kutupa ile heshima ya nafasi ya 5 kwa sababu tumefanya vizuri kwenye pitch, si ndio hivyo? Lakini wao wamejitutumua muda mrefu, wao nafasi ya kwanza, lakini nafasi ya kwanza ile ya uongo. Wao sio wanaidiwa nini, kumbe uongo. Wao wanaenda kusajili wachezaji wa ovyo wakina Buba Jaberi, wanaenda kutangazwa uongo. Wao wanajifanya wao ndio wakubwa wa mpira hapa sisi Tanzania, kumbe story ya uongo. Sasa kati ya sisi na wao wanajitutumua nani? Leo wao ndo wamezimiliki timu nyingi kwenye ligi hii, onekane wao wanafanya vizuri, baadaye wakaenda kwenye mashindano ya kimataifa wanatia aibu nchi. Kwenye utawala wetu sisi wa miaka 4 kama kumbukumbu zangu zinasema uongo, ligi imetoka nafasi za mbali kabisa mpaka ikawa nafasi ya 4 kwenye ligi yetu. Ligi yetu katika ligi bora Afrika. Lakini katika miaka 4 yetu ambao tulioshiriki mashindano tumekuwa timu namba 5 katika ubora. Sasa wao miaka 4 yao tasauliza, afu hali ya kuwa hakupe majibu, afu wamuone wanaojitutumua ni nani. Na hata Haji alisema wachezaji wa nyuma mwiko wanajituma kila mechi, wanatumia nguvu sana kuliko akili. Na hata ukiangalia wachezaji wao wanaonekana mtu anang'ata meno. Kumbe mpira hauhitaji kung'ata meno, mpira unahitaji akili ya kawaida kama kitu anachofanya Roshan Deroki. Ukitembea anatembea na umecheka. Nimefurahi kwa sababu staili unakuja nayo na yeye ndo anakupokea. Chobwedo alijua labda Roshaini kwa ile rangi yake labda dhaifu, akaamua kumtumilia nguvu. Roshaini akawa anamtumilia akili tu, akienda na gonga tu anachukua mpira anaanza, Chobwedo anabaki peke yake. Baadaye akajua yule akimkimbiza ili kukimbia, akikimbia na Roshaini analala sliding tackling, anagusa mpira anamwacha Chobwedo anaondoka mbele. Kwa hiyo ni mtu ule ndio mpira wa kisasa. Nadhani mechi ya jana TRA na Simba, kila Mtanzania anayependa mpira akafurahikiwa na hiyo mechi. Na mchache tuliona pia kuongezwa kwa mkataba wa mchezaji wenu Eli Mpanzu Kibisawala. Wako wengine ambao walikuwa wanasema kwamba mwamba na mapenzi na Jangwani. Tumeona leo tajiri kafanya yake. Kwanza Mohamed Dewji tajiri apepewe. Mohamed Dewji tajiri apepewe. Uje anacheka sababu gani? Jana nimefurahi hapo, sauti yangu imekufa. Haina zungumza, sauti yangu imekufa, lakini mimi najua sehemu anapokuwa tajiri Mohamed Dewji akiharibiki kitu. Hata si hatunaga propaganda. Lakini chukua nafasi hii kwenda kuwapongeza wale wote ambao wanaoengineer issue ya wachezaji wetu wa kikosi cha kwanza kubaki kwenye kikosi. Nadhani Eli Mpanzu ni mchezaji wa 3 kuongeza contract ya kutumikia misimu mingine ya mbele. Tumeongeza Roshan Deroki, tumeongeza Yusuf Ali Kagoma, leo tunaongeza Eli Mpanzu Kibisawala. Niwapongeze kwenye hili, lakini niwaambie wengine wapinzani wamewagawa kwenye timu yao ili wawatawale. Simba tutawaliwi kibepari, Simba tunatawaliwa kwa nguvu moja. Wamewagawa ili wawatawale. Leo kuna Yanga ya GSM ambayo ina Elis na Khalid Saidi. Alafu kuna Yanga yenyewe ya wale wana Yanga. Kina Magoma. Sasa Yanga ya GSM ya Khalid Saidi imewagawa Yanga. Ndio maana hata katika mikutano wanaenda viongozi yao watawi. Yanga yenyewe ya kina Magoma wanaenda wote. Sumeleo manake. Kwa hiyo wamewagawa ili watawali. Ndio maana hata Ali anachoongea yuko katika upande wa kuwagawa Khalid na Elis.
Yeye kazi yake kusema, kwa sababu yeye ni chawa wa viongozi. Sisi hatusemi. Tajiri anafanya vitendo, na tajiri akikutuma ukamletea dada wa kazi, kama hujampata dada wa kazi, tajiri atataka wewe ndo uwe dada wa kazi wa kulikava nafasi ya aliyekutuma. Kwa hiyo hali sasa aende kwa Haribu au kwa Elisi akawe dada wa kazi baada ya kumkosa Eli Mpanzu Kibisawala. Si umeelewa maana yake? Tajiri na ndo alivyo. Hali akikutuma sehemu ukikosa, basi atahitaji kila alichokitaka kule akipate kwako. Kuna watu walitumwa wakina Sindo, nani yule dogo yule Muhaya yule Ansi Ansi, na yule mkusanya sadaka yule yuko EFM mfupi nani Ambukile, walisema kwamba Eli Mpanzu ana mahaba na mapenzi na Yanga. Sasa tunaomba watueleze walikutana naye kwenye maeneo gani Eli Mpanzu mpaka akawaambia yale maneno. Aliwaambia wakati wako kwenye maeneo gani na wanafanya kitu gani mpaka Eli Mpanzu akamwambia ana mahaba na timu ile. Watu wathibitishie hilo. Lakini la pili, warudi kwa wenye Yanga yao wakina Magoma, wakawaambie kwa nini waliwaongopea, kwamba kama sio dirisha dogo dirisha kubwa anaenda kwao. Leo Eli Mpanzu kasaini contract ya miaka 2 kwenye klabu yake pendwa, ambayo klabu hii na wao nyuma mwiko walimfuata wakati akiwa Kongo, akawachenga, mwisho wa siku akaja kwetu, lakini kwa sababu wamewagawa ili wao watawale kundi la mabonyenye, na ndio linaloongopea kundi la wenye Yanga yao. Si umeelewa? Kwa hiyo hawa mabonyenye hawa ndio wanawaongopea hawa wenye Yanga yao. Ndio maana wanawasajili wakina Buba Jabe mizigo. Leo yule Buba Jabe hawezi kufanana na yule winga wa nani TRA. Chobwedo uko juu. Lakini watu wametengenezwa kwa sababu ni machawa. Lakini Buba Jabe ndani ya Chobwedo ni mzuri, na Chobwedo Mtanzania. Sio maona mizigo. Sasa Okelo na Chobwedo mzuri nani? Sijui umeelewa manangu. Kwa hiyo kama waliwagawa watawale, waongopee wakiwa kwenye mageto yao, sio kwenye halaiki ya Watanzania. Watanzania wana akili timamu, kwa sababu hawa Watanzania wamefundishwa hekima na busara baba wa taifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere marehemu. Unafikiri kwa nini Young Africans walifanya propaganda namna hiyo kusema Mpanzu anaenda kwao, kuambia wana Simba? Ili watu waishi kwenye madaraka, lazima uwaongopee wale unaoongoza. Sasa wako makundi mawili. Kuna wale ambao wa machawa wa kusema, ndo hao wana mpaka waandishi. Alafu kuna wale wenyewe kina Mzee Magoma ambao wao sasa ndo Yanga yao, sasa wanajua kila kitu kile kinachoendelea mbele. Lakini sasa hivi ukweli ushaanza kujulikana. Kwenye dirisha hili wamesajili wachezaji wengi wa ovyo. Kwenye dirisha kubwa wamesajili wachezaji wengi wa ovyo. Leo Depo anaonekana bora kwenye mechi za ligi za timu ndogo. Big mechi zote kafeli. Lakini anapopambwa na hao machawa sasa. Pamoja na huyu msemaji chawa huyu, utasema ule mchezaji labda wa dunia. Sawa? Huyo Buba sijui alipambwa sana baada ya kumfunga Pani Afrika. Sawa? Lakini Chobwedo kwenye mechi na wao na ndio mchezaji bora wa mechi. Kwa nini asiwe Okelo? Kwa nini asiwe Buba Jaberi? Akawa Chobwedo. Chobwedo jana kama mchezaji bora. Jana ni Rushine. Kamaliza mechi. Kwa sababu kakutana na timu inayocheza mpira football, Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi kuongezwa mkataba kwa Eli Mpanzu Kibisawala, kwanza nimefarijika kwa sababu nilikuwa na imani Eli Mpanzu ni kati ya wachezaji ambao wamepitia wakati mgumu kipindi cha katikati. Eli Mpanzu alifiwa, Eli Mpanzu kuna vitu vingi vilisemwa, lakini Eli Mpanzu ni mchezaji mzuri na ni mchezaji bora, na nimpongeze tajiri Mohamed Dewji Mo, tajiri baada ya Simba Mohamed Dewji, baada ya Mohamed Dewji ni Simba. Huo ndo ukweli. Wengine wanampinga, wanatumika kwa njaa zao. Hakuna hata chochoro moja utakalokaa kwenye engo gani ukamkataa Mohamed Dewji. Hakuna. Ukimwona mtu anampinga Mohamed Dewji yuko kwenye Simba, huyo ana njaa, anatumika. Mohamed Dewji ndo katufikisha hapa. Hao wanaomponda leo walikuwepo nje ya Simba, walikuwa hawana sumu ya kusaidia Simba.
Leo wao wanaongea Simba tunachangishana hela kwenye viroba, watu wanachanga hela katika kofia kwa wachezaji posho. Hao watu wapo kwenye nchi na umri wao mkubwa, kuna siku watatoa hela lakini hao sasa hivi ndo wanatumika. Mtu atuachie, unaosema atuachie, maisha yake mlo huo unaweza kuishi na hao watu. Leo Mohamed kasema anambakiza Elie Mpanzu Kibisawala, huyo ni mfano, lakini kuna vitu vingi kavifanya kwenye Simba mpaka Simba leo. Wewe unaopiga kelele unaiona Simba ina thamani. Mimi sitoki kwenye mstari, mimi niwaambie tu watu, nikikaa katika mstari na uamini kwamba huu ni sahihi, unitoi, kwa sababu nimeona machungu na shida za Simba. Umeelewa? Sasa leo mtu akija tena siku niongopea mara sijui